Bilionea alijifanya maskini siku ya posho ili kupima tabia ya ukweli ya wakwe zake. Kulikuwa na ukimya mzito ndani ya nyumba ya Mzee Barasa pale Rongai, siku ile ya mwisho wa mwezi ambayo familia nzima ilikuwa imekusanyika kwa kile walichokiita siku ya posho. Meza ilikuwa imejaa vyakula, watoto wakicheka nje, huku watu wazima wakijadili maisha, biashara, bei ya mashamba na mikopo ya benki. Lakini kabla hata chakula hakijaanza kutolewa, mlango uligongwa polepole. Neema alisimama haraka. Alikuwa akisubiri mtu mmoja pekee. Alipofungua mlango, macho yake yalitulia kwa sekunde chache. Mbele yake alisimama mwanaume aliyekuwa amevaa shati la zamani lililofifia, viatu vilivyochoka na begi dogo mkononi. Ilikuwa Victor. "Karibu Victor," Neema alisema kwa sauti ya upole huku akitabasamu. Ndani ya nyumba, maongezi yalinyamaza ghafla. Kevin, kaka yake Neema, alimtazama Victor kuanzia kichwani hadi miguuni, kisha akacheka kwa dharau. "Huyu ndiye mchumba wako?" aliuliza. Victor alinyamaza na kushusha macho chini kwa unyenyekevu. Mama Faith hakufurahia kabisa alichokiona. Alikuwa amesikia Neema anampenda mwanaume anayejituma, lakini hakutarajia mtu wa kawaida kiasi kile. "Unafanya kazi gani kijana?" Mzee Barasa aliuliza kwa ukali. Victor alikaa pembeni ya sofa iliyokuwa karibu na mlango. "Mimi hujaribu biashara ndogo ndogo mjini," alisema kwa sauti ya chini. Kevin akacheka tena. "Biashara gani? Kuuza mayai?" Watu wengine wakaanza kutazamana kwa ishara za kejeli, lakini Neema hakusema kitu. Alimletea chai kwa heshima kubwa, kana kwamba alikuwa mtu muhimu kuliko wote mle ndani. Na jambo hilo lilianza kuwaudhi baadhi ya watu. Auntie Sofia alimsogelea Mama Faith na kunong'ona, "Binti yako atateseka. Huyu mwanaume hana future." Victor alisikia kila kitu lakini hakujibu. Alibaki mtulivu. Hakuna mtu mle ndani aliyejua kuwa mwanaume huyo aliyekuwa amekaa kimya pale sebuleni alikuwa mmoja wa matajiri wakubwa zaidi Nairobi, na alikuwa amekuja kupima mioyo yao. Mwisho wa jioni hiyo, Mzee Barasa alimuita Neema pembeni. "Kama kweli unaheshimu familia hii," alisema kwa sauti nzito, "usije ukafanya makosa ya kuolewa na maskini." Neema alimtazama baba yake moja kwa moja. "Kuna watu maskini wa pesa, lakini matajiri wa moyo." Kauli hiyo ilimfanya Victor amtazame Neema kwa mara ya kwanza kwa hisia za ndani kabisa. Na hapo ndipo mchezo halisi ulianza. Usiku ulipozidi kuingia, hali ndani ya nyumba ya Mzee Barasa ilianza kubadilika polepole. Watu walikuwa wakila, wakicheka na kujadili mipango ya maisha. Lakini macho mengi yalikuwa bado yanamwangalia Victor kwa siri. Alikuwa kimya sana. Hakujaribu kujipendekeza, hakujitetea. Na hilo lilimfanya Kevin azidi kumuona kama mtu dhaifu. "Victor," Kevin aliita kwa sauti iliyosikika hadi jikoni. "Umesema unafanya biashara ndogo. Unapata pesa kiasi gani kwa mwezi?" Sebule ilitulia. Watu wakasubiri jibu. Victor alitabasamu kidogo. "Kinachopatikana kinasaidia maisha kusonga." Kevin akacheka kwa nguvu. "Hiyo si jibu. Sema ukweli. Unamudu hata kulipa renti ya bedsitter?" Baadhi ya watu wakaanza kucheka chini kwa chini. Neema hakupenda hali hiyo. "Kevin, heshimu mgeni," alisema kwa sauti ya utulivu. Lakini Kevin hakutaka kuacha. "Mimi namkinga dada yangu. Watu wengi siku hizi hujifanya watakatifu, kumbe hawana mwelekeo." Victor alimwangalia Victor bila hasira. "Kupambana si aibu," alisema taratibu. Mzee Barasa aliingilia mazungumzo. "Kijana, mwanaume lazima awe na maono. Familia haiendeshwi kwa maneno matamu." Victor akitikisa kichwa kwa heshima. "Ni kweli mzee." Wakati huo huo, Wanjikuu, mfanyakazi wa nyumbani, alikuwa akitazama kila kitu akiwa jikoni. Aliona namna Victor alivyodhalilishwa, lakini bado hakukasirika. Alimfuata polepole na kumwekea chakula kingi zaidi. "Kula boss." "Samahani, nilimaanisha kaka," alisema kwa haraka baada ya kujichanganya. Victor alitabasamu kidogo. "Asante sana." Neema aliona tukio lile na moyo wake ukapata amani kidogo. Lakini upande mwingine wa nyumba,
Aunti Sofia tayari alikuwa ameanza kupanga jambo jingine. Alimvuta Mama Faith pembeni. Kesho mapema lazima tumchunguze huyu mwanaume. Kuna kitu hafungui. Mama Faith aliuliza kwa wasiwasi. Una maana gani? Aunti Sofia alipunguza sauti. Macho ya huyu mkijana si ya mtu wa kawaida. Wakati huo Victor alikuwa amekaa kimya akitazama picha za familia ukutani. Macho yake yalitulia kwenye picha ya Neema akiwa mdogo. Na kwa mara ya kwanza, macho yake yalionyesha maumivu ya zamani ambayo hakuna mtu mle ndani angeweza kuelewa. Asubuhi iliyofuata, nyumba ya mzee Barasa ilikuwa na shughuli nyingi. Harufu ya chai ya tangawizi ilienea kila kona, huku wanawake wakipika mandazi jikoni. Lakini nyuma ya tabasamu za kawaida, kulikuwa na mjadala mmoja tu uliokuwa ukiendelea kwa siri. Victor. Kevin alikuwa wa kwanza kuanza tena. Mimi siamini huyu jamaa, alisema huku akimeza chai kwa haraka. Anaficha kitu. Mama Faith akamkubaliana polepole. Hata namna anavyoongea si ya mtu wa kubangaiza maisha. Neema aliyokuwa akisikia kila kitu alisimama ghafla. Kwa nini mnamhukumu mtu ambaye hamjui? Kevin akamwangalia dada yake kwa hasira. Kwa sababu tunataka maisha yako yawe salama. Au mnataka niolewe na pesa? Neema akauliza. Sebule ikatulia. Hakuna aliyemjibu moja kwa moja. Victor alikuwa nje akifagia kiwanja kimya kimya baada ya kuona Wanjiku akihangaika peke yake. Mzee Barasa alipomwona alishangaa. Huyo kijana anafagia? Aliuliza. Kevin akacheka. Basi angalau kuna kazi moja anaweza. Lakini mzee Barasa hakujibu safari hii. Alibaki akimwangalia Victor kwa makini. Kulikuwa na utulivu fulani ndani ya kijana huyo ambao ulimchanganya. Muda mfupi baadaye, jirani mmoja aitwaye Mama Brian aliingia kwa haraka. Neema, kuna mtu amekuja na gari kubwa nje anakutafuta. Kila mtu alishtuka. Kevin alikimia hadi dirishani. Nje ilisimama Range Rover nyeusi mpya kabisa. Mungu wangu, Aunti Sofia alinong'ona. Mwanaume mmoja mwenye suti alishuka garini akiwa ameshika faili mkononi. Alizunguka macho kana kwamba anatafuta mtu. Ndani ya nyumba, Victor alibadilika uso ghafla. Neema aliona hofu machoni mwake kwa mara ya kwanza. Na kabla mtu yoyote hajauliza swali lolote, Victor alisimama haraka na kutoka nje. Kila mtu akabaki ameduaa. Kevin akasema kwa sauti ya chini, sasa hapa ndipo ukweli utaanza kutoka. Sebule nzima ilikuwa kimya baada ya Victor kutoka nje kwa haraka. Kevin hakutaka kupoteza hata sekunde moja. Alifungua mlango taratibu na kuchungulia nje. Kilichomshangaza ni kuona Victor akizungumza na yule mwanaume wa suti pembeni ya gari kwa sauti ya chini sana. Baada ya dakika chache, mwanaume huyo alimkabidhi Victor bahasha kubwa ya kahawia. Victor aliichukua haraka na kutazama huku na huku kabla ya kuiweka ndani ya begi lake la zamani. Kevin akarudi ndani akiwa na macho makubwa. Nilisema si mtu wa kawaida, alisema. Mama Faith akaingiwa na hofu. Labda ni matapeli. Aunti Sofia akaongeza mafuta. Au ana madeni ya siri. Lakini Neema hakukubali. Victor si mtu mbaya. Unamjua kwa muda gani? Kevin aliuliza kwa ukali. Neema akanyamaza. Ukweli ni kwamba hata yeye kulikuwa na mambo mengi kuhusu Victor ambayo hakuyajua. Dakika chache baadaye, Victor alirudi ndani akiwa mtulivu kana kwamba hakuna kilichotokea. Mzee Barasa alimwangalia moja kwa moja. Ni nani huyo alikuwa amekuja? Victor alikaa chini kwanza kabla hajajibu. Ni mtu wa biashara. Biashara gani? Kevin akauliza haraka. Victor akavuta pumzi kidogo. Zile za kawaida tu. Kevin akaguna kwa hasira. Huyu mtu anaficha kila kitu. Lakini kabla mazungumzo hayajaendelea, simu ya Mama Faith iliita. Alipoangalia jina lililokuwa kwenye simu, uso wake ukabadilika ghafla. Ilikuwa hospitali. Mikono yake ilianza kutetemeka. Ati nini? Aliuliza kwa hofu. Kila mtu akasimama. Mama Faith akaanza kulia. Mzee wako ameanguka. Sebule ikageuka vurugu ndani ya sekunde chache. Na mtu wa kwanza kusimama kwa utulivu kusaidia kila mmoja
alikuwa Victor. Ndani ya dakika chache, kila mtu alikuwa njiani kuelekea hospitali ya Karen. Kevin alikuwa akiendesha gari kwa haraka, huku Mama Faith akiendelea kulia nyuma ya kiti. Neema alikuwa amemshika mkono baba yake, ambaye alikuwa akihema kwa shida. Lakini kilichowashangaza wengi ni namna Victor alivyokuwa mtulivu katikati ya taharuki yote. Alikuwa akipiga simu kadhaa kimya kimya, huku akizungumza kwa sauti ya chini. Walipofika hospitalini, wauguzi walimchukua mzee Barasa haraka kuelekea chumba cha dharura. Dakika zilionekana kama masaa. Kevin alianza kutembea huku na kule kwa hasira. Kama ningekuwa na pesa za kutosha, ningempeleka nje ya nchi kitambo, alisema kwa uchungu. Mama Faith akafuta machozi. Hii familia imepitia mengi. Neema alikuwa kimya. Victor alimkaribia polepole. Usiogope, atakuwa sawa. Kwa mara ya kwanza tangu wamfahamu, sauti yake ilikuwa na mamlaka ya ajabu yaliyomfanya Neema amtazame tofauti. Dakika chache baadaye, daktari mmoja alitoka haraka akiwa ameshika faili. Familia ya mzee Barasa wote waliinuka kwa haraka. Kuna matibabu yanahitaji kufanyika immediately. Mnahitaji deposit kubwa kabla ya kuendelea. Kevin akakata tamaa mara moja. Kiasi gani? Daktari alisema kiwango hicho. Ukumbi mzima ukatulia. Kilikuwa kiasi kikubwa sana. Mama Faith akaanza kulia tena. Hatuwezi kupata pesa hizo leo. Lakini kabla hajamaliza sentensi yake, Victor alisimama. Matibabu yaanze mara moja, alisema kwa sauti tulivu. Kevin akamgeukia kwa hasira. Na wewe utawezaje kulipa? Victor hakujibu. Alitoa simu yake ndogo iliyokuwa imechakaa na kupiga namba moja tu. Baada ya sekunde chache, alisema maneno yaliyobadilisha kila kitu. 50 fedha sasa hivi. Kila mtu akabaki akimwangalia. Na kwa mara ya kwanza, Kevin alianza kumwogopa Victor. Usiku ule hospitalini haukuwa wa kawaida. Baada ya Victor kupiga simu ile ya ajabu, ndani ya dakika chache, daktari alirudi akiwa na uso tofauti kabisa. Matibabu yanaendelea tayari, alisema kwa heshima kubwa. Kevin alishtuka. Hizo pesa zimetoka wapi haraka hivyo? Victor hakujibu. Alikuwa amekaa pembeni akimtazama Neema, ambaye macho yake yalikuwa yamejaa wasiwasi. Dakika chache baadaye, watu wawili waliovaa suti walifika hospitalini kwa haraka. Walimsalimia Victor kwa heshima kubwa sana. Kila kitu kimeshughulikiwa, mmoja wao alisema. Kevin aliyasikia hayo vizuri. Macho yake yakapanuka. Alinong'ona. Victor alisimama haraka kana kwamba hataki mazungumzo yale yaendelee. Tuongee kule, alisema. Lakini tayari mashaka yalikuwa yameingia ndani ya familia nzima. Mama Faith alianza kumtazama Victor tofauti. Hakuwa anaelewa ni kwa nini watu waliovaa suti kali walikuwa wakimheshimu mwanamume aliyekuwa akivaa nguo zilizochoka. Usiku ulipozidi kusonga, Neema alimkuta Victor amesimama nje ya hospitali peke yake. Victor, alisema kwa upole. Wewe ni nani hasa? Victor alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akasema, kuna vitu siwezi kusema sasa hivi. Neema aliumia kusikia hivyo. Kwa nini huniamini? Victor alimwangalia kwa macho ya huzuni. Ni kwa sababu maisha yamenifundisha, watu wengi hupenda pesa kuliko moyo wa mtu. Kauli hiyo ilimgusa Neema sana, lakini ndani kabisa alianza kuhisi kuwa mwanamume aliyempenda alikuwa amebeba siri kubwa kuliko alivyowahi kufikiria. Asubuhi iliyofuata, habari zilikuwa tayari zimeenea ndani ya familia. Kijana huyo si wa kawaida, Aunti Sofia alisema huku akinywa chai. Kevin alikuwa amekasirika tangu jana usiku. Alihisi Victor alikuwa anawafanya wajinga. Mimi nitajua ukweli leo, alisema kwa hasira. Bila mtu kujua, Kevin alimfuata Victor alipokuwa akitoka hospitalini. Victor aliingia ndani ya jengo moja kubwa sana pale Upper Hill, Nairobi. Kevin akashangaa. Jengo lile lilikuwa la kampuni kubwa sana ya uwekezaji. Alibaki nje akiangalia. Dakika chache baadaye, walinzi waliinama kwa heshima Victor alipokuwa akiingia.
Kevin alihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Haiwezekani. Aliamua kuingia ndani kimya kimya. Lakini alipofika reception, msichana mmoja alisema, "Samahani sir, una appointment na CEO." Kevin alibaki kimya. "CEO gani?" akauliza. Msichana akajibu kwa mshangao, "Mr. Victor Mwangi." Miguu ya Kevin ililegea. Uso wake ukabadilika kabisa. Alihisi jasho likimtoka. Victor ndiye CEO? Sekunde hiyo hiyo, mlango mkubwa wa kioo ukafunguka. Victor akatoka akiwa sasa amevaa suti ya gharama kubwa sana. Wafanyakazi wote wakasimama. "Good morning, sir." Kevin alihisi dunia ikimzunguka. Akakumbuka kila kejeli aliyomwambia, kila dharau, kila kicheko. Na ghafla, hofu ikaanza kuingia moyoni mwake. Kevin alirudi hospitalini akiwa amepoteza kabisa amani. Hakujua aanzie wapi. Alimkuta Mama Faith na Auntie Sofia wakijadili hali ya Mzee Barasa. "Mbona uko hivyo?" Mama Faith aliuliza. Kevin alikaa chini polepole. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. "Kuna kitu nimegundua kuhusu Victor." Wote wakamgeukia. Lakini kabla hajazungumza, Neema aliingia akiwa ameshika dawa za baba yake. Kevin akamwangalia dada yake kwa muda mrefu. Kwa mara ya kwanza alihisi aibu. "Acha kwanza," alisema. Lakini ndani yake tamaa ilianza kukua haraka. Sasa alianza kuona Victor kama tiketi ya utajiri. Muda mfupi baadaye, Victor aliingia hospitalini akiwa amerudi kwenye mavazi yake ya kawaida. Hakutaka mtu ajue ukweli wake bado. Lakini Kevin alianza kumbadilishia tabia ghafla. "Karibu brother," alisema huku akimvutia kiti. Victor alimtazama kimya. Alijua kila kitu tayari. Auntie Sofia naye akaanza kutabasamu kwa nguvu bandia. "Mimi tangu mwanzo nilijua wewe ni kijana mwenye akili." Victor hakujibu. Neema alikuwa anashangaa mabadiliko yale ya ghafla. Usiku ulipoingia, Neema alimfuata Victor nje ya hospitali. "Mbona kila mtu amebadilika ghafla?" aliuliza. Victor akavuta pumzi ndefu. "Kama watu wakijua una pesa, tabia zao hubadilika." Neema alimtazama kwa macho yaliyojaa maumivu. "Na wewe utanificha mpaka lini?" Victor alikaa kimya. Kisha akasema maneno yaliyomfanya Neema atetemeke. "Kesho familia yako itajua kila kitu." Kesho yake mchana, Victor aliialika familia yote nyumbani kwao Karen. Kevin karibu azimie alipoona lango kubwa la kifahari likifunguliwa. Magari ya gharama yalikuwa yamepangwa kila upande. Mama Faith alibaki ameshika kifua. "Mungu wangu." Walipoingia ndani, walihudumiwa na wafanyakazi waliovaa sare rasmi. Victor akateremka ngazi polepole akiwa kwenye suti nyeusi ya kifahari. Hakufanana kabisa na yule mwanaume aliyekuwa amevaa viatu vilivyochakaa siku ya posho. Sebule ikatulia kabisa. Victor akasimama mbele yao. "Sikuwadanganyi," alisema kwa utulivu. "Nilichagua tu kujificha." Kevin akashusha macho chini kwa aibu. Mzee Barasa, ambaye sasa alikuwa ameanza kupata nafuu, alisema kwa sauti dhaifu, "Kwa nini ufanye yote haya?" Victor alimwangalia moja kwa moja. "Nilitaka kujua kama familia yenu inaona thamani ya utu au pesa." Hakuna aliyesema neno. Victor akaendelea. "Nilipoteza mama yangu zamani kwa sababu familia ya baba yangu ilimdharau wakiwa maskini. Niliapa sitaoa sehemu ambayo watu wanaabudu pesa kuliko moyo." Mama Faith akaanza kulia polepole. Kevin naye alisimama. "Samahani Victor, nilikudharau sana." Victor alimwangalia kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema, "Maskini si yule asiye na pesa. Maskini ni yule asiye na utu." Kauli hiyo iligonga kila mtu moja kwa moja moyoni. Lakini bado kulikuwa na jambo moja muhimu ambalo Victor alikuwa hajafanya. Uamuzi kuhusu Neema. Jioni ile, mvua ndogo ilikuwa ikinyesha nje ya nyumba ya Victor Karen. Ndani ya sebule, familia yote ilikuwa kimya. Neema alikuwa amekaa pembeni akimwangalia Victor kwa macho yaliyojaa hisia nyingi. Victor alimsogelea polepole. "Kuna mtu mmoja pekee hakubadilika tangu mwanzo," alisema.
Macho yote yakamgeukia Neema. Hata nilipokuwa naonekana maskini, alinilinda. Neema machozi yakaanza kumtoka. Victor akatoa kisanduku kidogo mfukoni. Kevin akafunika mdomo kwa mshangao. Mama Faith akaanza kulia. Victor akapiga goti moja chini. Neema Barasa, utanifunga ndoa? Neema hakujibu haraka. Alilia kwanza. Kisha akasema kwa sauti ya chini, nilikupenda kabla sijajua pesa zako. Victor akatabasamu kwa mara ya kwanza kwa amani ya kweli. Ndiyo sababu ninakuchagua. Sebule nzima ikalipuka kwa furaha. Hata mzee Barasa machozi yalimtoka. Alisimama polepole na kumshika Victor mkono. Nimejifunza somo kubwa sana, alisema. Usimjaji mtu kwa mavazi yake. Miezi michache baadaye, harusi yao ikawa moja ya harusi zilizozungumziwa sana Nairobi. Lakini jambo lililogusa watu wengi zaidi, Victor hakuwahi kubadilika. Aliendelea kuwa mnyenyekevu. Aliwasaidia wakwe zake kuanzisha biashara. Akamlipia Wanjiku masomo yake ya chuo. Na kila mwisho wa mwezi, walipokusanyika tena kwa siku ya posho, hakuna aliyekuwa akiangalia pesa tena. Walikuwa wanaangalia moyo wa mtu.